Kwa hiyo inawezekana mtoto na wazazi wake wanapendana, wanajua mawajibu wao, wanaishi vizuri, hawajatalikiana, hawajakosana, utajiri au nafasi yao nzuri ya maisha. Mtoto amezaliwa yupo na wazazi wake, anacheza tahta masma wa mar'a walidai, yani wazazi wanamuona, lakini bado mtoto akapotoka. Kwa hichi ambacho tutakizungumza leo nacho ni khiltatul fasid wa rifaqu su. Khilta alfasid wa rifaqu as-su, yani mjumuiko muovu, wale anaokwenda kujumuika nao baada ya kutoka nyumbani, anakwenda wapi? Wa rifaqu su, na marafiki wabaya. Hawa marafiki hawa na mijumuiko anayojumuika huyu mtoto, kile alichokifundishwa na alichokipokea kwa wazazi wake wawili, chote kinaenda kupotelea pale. Hususan ikiwa mtoto ni katika wale watoto ambao dhamira zao ni dhaifu, akida zao ni dhaifu, akili zao au werevu kidogo ni nisba ndogo, ule ujanja. Kwa sababu kuna watu wanakuzoa, wanakuchukua, unaingia katika mkumbo na tamayu inapatikana pale, kama hujafikiria kwa kila ambalo rafiki zako na mchanganyiko uliochanganyikana nawe, kwa nini wamesema hivi na kile wanachokisema, je, ni kizuri au ni kibaya? Alkhilta alfasida wa rifaqu as-su. Ikamate hii point, tutaizungumza baadaye kidogo, lakini nirudi nyuma kidogo. Naomba nitoe solution au ilaj ya kila tatizo ambalo tumelizungumza. Huenda hizi darasa zetu tukawa tunakwenda tunazungumza matatizo, lakini hatutaji suluhisho nini, na pengine uko mbele tukawa hatuna tena nafasi. Sasa kabla sijazungumza, nitazungumza kwa ufupi. Yani suala la ufukara katika baadhi ya familia, solution yake nini? Suala la mizozo baina baba na mama, solution yake nini? Suala la hali za talaka na natija zake, nini solution? Faragh ambayo wanapata watoto, na solution yake nini? Alafu nitakuja kutaja khiltatul fasida wa rifaqu su kwa kuendelea. Sawa? Solution ya ufukara nyinyi mnajua ni kuondoa ufukara. Kama nilivyosema, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mambo ambayo alikuwa akijikinga nayo kwa Allah ni ufukara, wa a'udhu bika min al-faqr. Sasa serikali za Kiislamu wakati huo, kutokea wakati wa Bwana Mtume Muhammad, dola za Kiislamu zilizokuwa zinaongozwa na viongozi mbalimbali, kulikuwa kuna mikakati na mipango mbalimbali ya kubandua na kung'oa mizizi ya ufukara katika jamii, kwa sababu ni mibaya. Ndio utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika aya za Qur'ani nyingi na hadithi za Bwana Mtume anahusia watu wasaidiane. Mnyonge asaidiwe, maskini asaidiwe, fukara asaidiwe, bali kuna manhaj kamil. Mali zinatoka kwa matajiri wa Kiislamu ziende kwa maskini wao, ili lile ombwe na gap la hali za maisha baina ya watu kusipatikane fukara hata mmoja. Na ndiyo maana ya system ya zaka. Na Mwenyezi Mungu amejalia pahala popote ambapo mafukara wapo, maskini wapo, na matajiri ujue wapo. Tena
ingelikuwa wanatoa zaka kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, hali za maskini wao wasingekuwa nao matajiri kama wao, ikawa watu wote ni matajiri. Lakini ile haddul adna min almaisha, mtu ana kijumba chake, ana mlo wake wa kila siku, ana mavazi anavaa. Hii ni haddul adna ya maisha. Hatuwezi kuwa matajiri wote, mabilionea wote. Nani sasa atamtumikia mwingine? Unashuka kwenye boti na mabegi yako, unamwona mtu anakuambia bwana nichukulie hii nitakulipa 20,000. Yeye anakuambia mimi nitakupa 1,00,000 nichukulie hii ya kwangu. Lakini tumeumbwa hivi ili yatakhidha ba'dhum ba'dan. Naam, watu watumikiane. Ndio unakwenda kule, unaandikwa kazi, unapewa mshahara, unapewa kibarua, unafanya kazi, unalipwa. Hizi zote ni nidhamu, maisha yapate kuwa na nidhamu. Ndio Allah kaeka matabaka kama hivyo. Tutumiane, tuamiliane. Sasa Uislamu hili umeliona, na ndio maana zaka inachukuliwa kwa tajiri anapelekewa maskini. At least na yeye mwakani unamwona ameanza kuchangamka kiuchumi, na huenda na yeye akaanza kutafuta mwingine mtaani, na yeye akampa zaka. Mwakani na yeye akatafuta mwingine. Bali kuna matajiri kila mwaka anaweza akawatoa watu 5, 6 mpaka 10 katika ufukara, wakaingia katika tabaka lengine kabisa. Uwezo huo upo, lakini ni wachache wanaofanya. Matajiri wetu hapa Tanzania ambao tunawajua, wale mabilionea, kama wataweka mikakati, kila mwaka kila mmoja anachukua at least watu 100, wanatoka katika ufukara wanaenda katika ile haddul adina ya kuwa mtu hana wasiwasi pahala pa kulala na kuvaa na kula kwake kwa kila siku. Wanatoka na mimi naambia hivi ndugu zangu, kwa sababu mimi najua kuna watu wanazo pesa lakini hawana advisor wazuri wa kutumia pesa zao zile kuondoa matatizo ya watu. Sasa serikali za Kiislamu na dola za Kiislamu zilikuwa zina mambo mengi. Moja katika hayo inaitwa Baitul Mal. Unasikia jambo linaloitwa Baitul Mal, na ukitaka kuona Baitul Mal ilivyofanya kazi, isome sira ya Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz. Wanachuoni wa Kiislamu wa sira wanasema enzi zake alikuwa kiongozi kwa muda wa miaka 2 tu, miezi 30, lakini alifuta ufukara, kitu maskini hakikuwepo. Na Baitul Mali inasema ilijaa mali na pesa, mpaka ikawa wanaitwa watu hawaji. Wewe uliwahi kusikia wapi wanaitwa watu kwenda kupewa hela? Hawaji, kwa sababu kila mmoja amen. Uliwahi kusikia wapi? Katika ulimwengu wa Kiislamu yalitokea, mpaka ikawa inawekwa matangazo. Sasa bwana, kama vijana wapo wanataka kuoa, wajue kwamba mahari yao ya kuolea yatatoka katika Baitul Mal. Vijana ambao hawajaoa wakaenda wakaoa, wakaozeshwa. Humu katika nchi zetu kuna historia ya baadhi ya watu katika nchi zao, ulikuwa ukioa unapewa pesa za mahari na mtaji wa kufanya biashara na nyumba unapata. Maisha hayo yapo. Nione kwamba ni nidhamu tu, lakini ufisadi unavyofanya kazi leo, lile gap la waliokuwa nacho na wasiokuwa nacho ni kubwa. Sahibi yangu mmoja anapenda kunitania, anasema bwana, sisi hatuna hela, lakini kuna watu wana hela kama vile ambavyo sisi hatuna, ndivyo wao walivyokuwa nao. Na hayo ni ya kweli. Ukisikia pesa ambazo zinatajwa bilioni, mimi sijawahi kuziona hata kwa macho yangu zimekusanyika, ninazisikia tu kwenye maredio au kwenye matangazo. Lakini watu, hiyo bilioni B sio, wanasema sio B,
kwa dola wanazo, ni pesa nyingi sana. Akiamua kuwatoa watu watatu, wanne, watano, mia katika hali mpaka hali nyingine kwa pesa zake, inawezekana. Lakini tu anaamua kuishi na kufa, hata zaka hatoi. Ile mali aliyokuwa nayo kila siku akisifiwa bilionea fulani, anaiacha, wala sio yake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alishangaa sana, akawauliza masahaba, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, ni nani katika nyinyi anaipenda sana mali ya warathi wake kuliko anavyoipenda mali yake? Akamwambia, ya Rasulullah, ma minna illa wa maluhu ahabbu ilayhi min mali warathati, sote tunapenda mali zetu, hakuna anayependa mali ya mtu. Akamwambia, basi maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar, mali yake mtu ni ile anayoitoa na mali ya warithi wake ni ile ambayo anaizuia. Sasa ni ipi ambayo mtu anaipenda zaidi, ile anayoitoa au ile iko benki? Hapo ndipo utakitegua kitandawili hiki. Sisi tu tuliokuwa hapa, sisi hapa mifukoni mwetu kilichokuwepo au kilichokuwepo katika benki akaunti zetu, na kile ambacho tunatoa tukija tu hapa msikitini, jamani tunahitaji mambo ya mafeni, mambo ya AC, mambo tunataka mchango, unatoa 500, tena ile 500 mbovu ile ambayo kidogo ndio unaitoa wewe, hii inafaa kwenye sadaka. Ile 10,000 ile unasema hii yangu hii. Sasa hiyo yako, hiyo sio yako, lakini ile ambayo unasema ni ya hawa, hiyo ndio yako. Allah anasema, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo na falsafa hiyo, watu wengi tunapenda mali ambazo sio zetu, lakini zile zetu hatuzipendi. Kwa sababu Mtume anasema, maluka ma qaddamt, yako ni ile uliyoitoa, wa malu warathatika, na mali ya warithi wako ma akhart, ni ile ambayo unaizuia, unasema hii bado, hii akiba yangu. Hiyo akiba hiyo ndio kumbe sio yako. Kwa hiyo Uislamu kaika mambo kama haya na mishahara. Bali Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ilifika pahali alivyosikia sauti ya mtoto analia, akauliza sababu. We mama, vipi mama, we huwezi hata kumtuliza mtoto analia kilio hicho? Unajua watoto mara nyingine wakilia zile huruma zina nini, anaumwa. Umar akakasirika, we mama gani we, huwezi kumzuia mtoto asilie? Akamwambia, niache. Mama naye anatoa maneno, wewe unajua kuna nini hapa? Sasa kuna nini? Sasa huyo Umar hawapi watoto hela wala kuwaandikia chochote katika mali isipokuwa wale ambao wameshaacha kunyonya. Mimi namlazimisha mtoto aache kunyonya ili na yeye apate chochote. Umar akaona kumbe kuna wengine wanafanya mambo kwa ajili ya wapate chochote. Ina maana kila mtoto alikuwa na mshahara anapewa, kila mtoto ambaye ameshamaliza kunyonyeshwa, basi akaandika kutokea wakati huo kila mtoto apewe haki yake kutoka katika Baiti Mali al-Muslimin. Sasa wewe umezaliwa leo na una mshahara, hata kama ni wa 10,000 tu, wewe utakuwa maskini kweli? Mpaka umekuwa wazazi wako wanakuambia, bwana, hii akaunti yako ulikuwa ukiingiziwa kila mwezi shilingi 10,000. Sasa hivi una miaka 19, 20, pesa zako hizi hapa. Hali hizi zilikuwa zinafanyika. Mujahidina wale wanaotoka, watu wana mishahara yao, wana kima maalum wanapewa maisha, bali ulama walokuwepo wote wanaohifadhisha kitabu cha Allah walikuwa muqarrabin mbele ya Umar ibn Abdul Aziz. Mambo yalikuwa ni mazuri kabisa. Ufukara ukapigwa vita na ukafa. Sayyidina Ali anasema, lau kana al-faqru rajulan laqataltuhu, ingelikuwa ufukara ni mtu ningemuua.
Ingekuwa ufukara ni mtu huyu hapa namuona, ningemmaliza. Kusema alfaqru akhul kufri, ufukara ni ndugu wa ukafiri. Unaona hata herufi zake zinafanana, faqru kufri, ni tofauti yake ni qaf na kaf tu. Yasema ma safara al-kufru, maana ma safara al-faqru illa wa qala al-kufru khudhni ma'ak. Nasema ufukara utakaposafiri popote unauambia ukafiri nisindikize, twende pamoja. Unakuwa fukara mpaka unakuwa kafiri, maana ufukara una makali yake. Kwa hiyo kuieliminate katika kuyabandua matatizo haya ni kuweka system mbalimbali, hususan kwa wale masulin ambao wapo kwa ajili ya kuwaneemesha watu ili watu wasiishi katika hali kama hizi. Solution ya nizaa na shiqaq baina al-ummahat, solution yake inaanzia mbali. Wapi inapoanzia? Ikhtiyaru az-zawja, inaanzia katika kuchagua mke mwema. Hii mizozo mingi ambayo nyingine sio ya lazima, sisi wenyewe mara nyingine tuliisababisha. Kwa nini? Hatukuwa watulivu wakati wa kuchagua mke. Na ndio maana Uislamu umepanga nidhamu maalum, intiqa'u zawja. Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi ana maneno aliwahi kuambia watoto wake, na wewe waambie wanao. Anawaambia watoto wake, an-nakihu yaghrisu ghirsan indama yankih, muoaji huwa anapanda kipando, yani anapanda mche. Yaghrisu ghirsan, ukioa ujue wewe unapandisha mbegu. Mke yote utakayemuoa ni sawa sawa na mtu anakwenda kupanda, alafu mbegu ile inachipua, inaleta matunda. Sasa anaambia nakihu inma huwa gharisun yaghris li nafsihi, anajioteshea vitu huyu kwa kwenda kuoa. Sasa anawaambia wanawe, undhuru, angalieni vizuri, fi ayi makanin taghris, kwanza unaotesha wapi, unaomezesha wapi. Na anawaambia kallama irqu su'i kallama yunjib, kishipa kibaya, damu chafu mbaya iliyoharibika katika maadili, uovu huu unaotokana na vitu kama hivi vya maadili, kallama yunjib, ni mara chache kutoa kitu kizuri, sababu maji ufuata mkondo. Lakini anasema ukisha kuwa wewe unataamal vizuri katika kipi unapandisha katika shamba lako, undhuru, angalieni vizuri, sawazisha mawazo yako, taka msaada kwa watu, omba watu wakupe nasaha, kwa sababu muoaji huwa anapandisha mbegu. Kisha anasema fatakhayyaru, hapa hii nukta hii muhimu sana ya mwisho. Anasema fatakhayyaru linutafikum walau ba'da hin, kuweni selective, kuweni watu wa kuchagua. Tena tumieni upeo mkubwa katika kukagua na kuchagua, hata kama itabidi usubiri, usifanye haraka. Yani usikurupuke katika masala haya, kwa sababu yana mwisho wake, ima mzuri au mbaya. Hizi ni message na salamu kwa watoto wote na vijana wote ambao hawajaoa. Wale ambao wameshaoa wameshayaona haya, kama ni mazuri au kama ni haya tunayoyazungumza, wameshaya experience, wameshayaona. Kwa hiyo wale vijana wanaokuja wale, au wanaotaka kuongeza mke mwingine, hii ni mada nyingine pevu ambayo haipendezi kule majumbani, lakini kwa sababu ipo. Kama unataka kuongeza wa pili na watatu na wanne, basi angalia haya tunayoyazungumza, yaeke mbele kabla ya kuamua. Sasa tatizo linakuwa nizaa na shiqaq zinatokea pale ambapo mke ulimpata kwenye Facebook,
ulimpata kwenye tawasul ijtimai, kwenye social media, mmekutana katika night club, mmekutana katika vilabu vya starehe, mmekutana huko alafu mmeoana. Sasa mnakuja baadaye mkitaka kuwekana sawa, maana waliambiwa wakasema atakaa sawa. Uliambiwa atakaa sawa. Bwana mimi niachieni, mimi nitamtengeneza mimi mwenyewe, niachie. Ulisahau kwamba kuna kutengezwa wewe sasa kwa upande mwingine, na yeye ana nguvu vile vile, na wanawake ni very powerful katika mambo hayo. Kwa hiyo badala wewe kumtengeza sasa, anakutengeza maradufu wewe, ukasema itakaa sawa, lakini day by day, kila kukicha, sasa bwana simwezi tena, hatuwezani. Yote haya kwa kukosa intiqa'u wa ikhtiyaru zawja, kosa kuchagua. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tunkahul mar'atu li arba'in limaliha lihasabiha lijamaliha walidiniha fadhfar bidhati din taribat yadak. Wazi kabisa Mtume akasema wanawake kwa ilivyo huwa wanaolewa kwa mambo manne, yani watu huwa wanakimbilia haya mambo manne katika kuoa. Lijamaliha, kwa sababu ya uzuri wake; lihasabiha, kwa sababu ya mlango wake na kabila yake; lidiniha, kwa sababu ya dini yake au tabia yake; limaliha, kwa sababu ya mali yake. Haya mambo manne yote haya, sisi hapa tulipokwenda kuoa sote, kila mmoja alikuwa na lake hapa aliloliona kwamba huyu ananifaa. Wapo waliochagua uzuri, wapo waliochagua mali, wapo waliochagua mlango yani kabila, na wapo waliochagua tabia au dini. Sasa ukiwauliza wale ambao walichagua uzuri, ni mara chache kupata natija katika ndoa nzuri iliyokuwa chanya. Wale waliochagua mali ni mara chache kupata natija nzuri katika ndoa. Waliochagua kabila ni mara chache kupata matokeo mazuri. Waliochagua tabia ambayo ndio dini ni mara chache sana na wao kupata matokeo mabovu. Mara nyingi matokeo ya dini yanakuwa mazuri. Mara chache yanatokea migogoro katika dini, kwa sababu yule unayemuoa anajua thamani yako na wewe unajua majukumu yake. Mnakumbushana, mnakaa shura, mnaambizana. Ni wangapi katika sisi hapa vijana huwa tunakaa tunashauriana na wake zetu? Ni mara ngapi unakaa nyumbani unamwambia leo ni siku yetu ya kukaa tukashauriana? Shura. Uislamu sema wa amruhum shura bainahum. Unaonaje tukafanya hivi? Hatuna kabisa time hiyo na wake zetu. Watu wengine wanawadharau kabisa. Nimshauri dini huyu? Atanipa ushauri gani huyu? Kwanza nikishamshauri tu ataona mimi nina hela huyu. Na mwanamke haonyeshwi pesa. Akionyeshwa pesa tu hapa kutakuwa kuna madai kila siku yanakuja. Ili hili linakuja baada hili, baada hili linakuja lingine. Lakini kuna mambo ambayo wanandoa wakishirikiana pamoja, maana wameoana mpaka fikra, mpaka akili zao zinawaza kitu kimoja, mpaka wanakuja wanafanana mpaka sura, utafikiri mtu na ndugu yake, kwa sababu wameoana kila kitu. Sasa suala la mizozo linatatuliwa kabla haijafika, kwa sababu mambo yote yanayohusiana na ndoa Allah subhanahu wa ta'ala katatua problem kabla haijatokea. Ukizisoma zile aya za mwanzo katika suratul Nisa, in khiftum alla tuqsitu fil yatama, lakini kaanza wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Kisha akarudia tena wa in khiftum alla ta'dilu fawahida fa in khiftum wa in khiftum.
mwanzo kabla ya hujenda kuoa hata huyo mmoja, akamwambia ukichelea kwamba hamwezi kufanya uadilifu kwa wanawake, oweni wale wanawake mnaowapenda, mlioridhika nao, mmoja au wawili, watatu, wanne. Mkiogopea kutofanya uadilifu kwamba hamwezi kukaa na wawili wala watatu wala wanne, fawahida, oweni mmoja. Na kila aya hizi zote ukizisoma kuna neno wa in khiftum fa in khiftum, yani anakutatulia tatizo ikiingia tu hofu, au ukijisoma ukijipima katika mizani ukijiona mimi si katika wanaoweza wake wawili, haraka usisema ngoje nijaribu, wenzangu wanajichukulia tu, ngoja na mimi niingie nijaribu. Jipime kwanza kabla hujajaribu. Sasa ikiwa unaweza fanya, na uwezo umewekwa na vigezo vipo vingi, uwezo wa mwili, uwezo wa kiakili, uwezo wa kimali, uwezo wa kuweza kulidhibiti jambo la ndoa. Kwa ajili hiyo hili jambo la mizozo linaanza mbali, intiqa'u az-zawja. Lakini pia tukija katika suala la hizi talaka sasa, solution yake mambo ya talaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ametuwekea katika Qur'an. Talaka ni mbaya, lakini talaka pia ni sheria, bali kuna wengine wameenda mbali wakasema talaka pia ni neema katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wakati wake. Kwa sababu just imagine, kuna watu anamuona mkewe anafanya ya kufanya, bali kuna wanawake wanaleta mpaka majumbani mwa waume zao wanaume wengine. Anafumania mtu mkewe, na mke wake anamwambia kavu wazi kwamba kwa sababu wewe hunitoshelezi na ole wako niache, ukiniacha tu mimi nakumaliza, au nitakusagia chupa, nitakuua, nitakufanyia hivi. Yani kuna watu wengine hata kuacha wanaogopa. Mwanamke ambaye maneno ni machafu, vitendo ni vichafu, tabia ni chafu, mazingira yake yote ni machafu, alafu unaambia huyu bwana utaishi naye hivyo mpaka muzikane, utakufa kwa hizi balaa. Sasa talaka hapa ni neema au si neema? Ndio maana katika hizo aya za talaka kuna mahali Mwenyezi Mungu anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nani, inafaa pahala pake. Na kuna sehemu basi hata kama hutotoa talaka sasa utakuwa unaingia makosani. So, hata kadhi anaiangalia ile kesi, anaidurusu, anasema hapa mwache huyu, toa talaka hapa, na kama hujatoa talaka wewe mimi naivunja hii ndoa, kwa sababu hakuna maslaha, kuna mafsada zaidi kuliko maslaha. Kwa sio always kwamba siachane bwana, sio kila wakati hivyo, bali kuna kipengele ambacho kinaitwa cha watu wenye kusuluhisha, alhakaman. Ngoja nizisome hizi aya alafu tutafika kwenye hicho kipengele ambazo Mwenyezi Mungu anakutaka we kabla ya kumwacha mke wako, ukawapa tabu watoto, ukajipa tabu na mwenyewe, ukampa tabu na mke wako, ukawapa tabu na umma wa Kiislamu, ukawapa tabu na makadhi. Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahun. Angalia neno takhafu bado lipo hapa, kama kule katika suratu An-Nisa, in khiftum fa in khiftum wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun
wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana aliyan kabira. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allah anasema nyinyi wanaume qawwamuna. Kwa inatosha angesema qaimuna, yani ni wenye kusimamia, ni wasimamizi wa wanawake. Sasa huo usimamizi sio ule usimamizi wa dictatorship, ni usimamizi wa huruma, usimamizi wa siyana, yani kumprotect, ni usimamizi wa hifdhi, kumhifadhi, usimamizi wa riaya na wilaya. Kwa sababu watu wakisikia usimamizi wanaona ni ile ujabari uliopewa wewe, saitara, kwamba yeye nimemdhibiti kila kona. Hapana, usimamizi wako asidhurike, usimamizi wako umhurumie, usimamizi wako umkinge, usimamizi wako umepewa. Kwa nini umepewa hiyo kazi? Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa sababu mmefadhilishwa, wanaume mmefadhilishwa juu ya wanawake. Wanawake hawapendi kusikia hivi, kwamba kuonekana wanaume wana ubora fulani juu yao, sema tuko sawa. Hasa katika ulimwengu wetu wa leo, tunaweza wanawake, tunaweza wanawake hivi, wanawake vile. Lakini kuna vitu ambavyo Mungu amewapa wanaume vinawazidi wanawake. Mfano, nguvu. Zile nguvu ambazo wametupa sisi wanaume ni tofauti walizokuwa nazo wanawake. Wanawezekana wakawa na nguvu ya mambo mengine, lakini hizi nguvu, walafu kakuta mwanamume anapigana na mwanamke. Ndio maana unakuta kama viwanja vya boxing hakuna mechi kati ya mwanamke na mwanamume, na hawezi hata wenyewe kukubali, japo wanasema tuko sawa katika kila kitu, lakini hawezi kusema tuingie kwenye ring sawa sawa, mume na mwanamke, tuone nani atashinda. Sasa mwanamume hata akiwa ni mtoto hivi, basi anamuhangaisha sana katika jambo la nguvu mwanamke. Hawa kina mama tu wanaoolea watoto, anashindwa hata kumchapa au kumtia adabu mtoto wake wa kiume miaka 9, mpaka anasubiri. Yeye alikuwa anakusubiri, unanisubiri nini? Mpige huyu, mtie adabu leo. Kwa nini kafanya hivi 1 2 3? Sasa wewe kwa nini hujamtia adabu? Mimi namweza wapi? Kitoto cha miaka 9 anauliza mimi namweza wapi? Na kweli ukiona namna anavyomhangaisha mama yake, anaweza akamwangusha, kaumia, na ni mtoto. Kwa sisi tumepewa nguvu. Hizi nguvu sio za kuwapiga wala kuwadhalilisha, hizi nguvu ni za kuwahurumia. Kwa hiyo nasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Tena katumia neno qawwamun kwa siagha ya mubalagha. Qaimun la qawwam, yani 24/7 wewe unatakiwa usimamie haya majukumu. Sio mara moja, sio mara mbili, sio leo tu, wala sio kesho, wala sio miaka 10 ijayo. Maadamu uko naye siku zote, wewe utabakia msimamizi wake. Asipate tabu huyu, asihangaishwe huyu. Sasa ikiwa wewe msimamizi wako ndo unampa tabu na muhangaisha, mambo yameshaharibika. Tukitaka samaki wasioze, tunawatia chumvi. Je, chumvi yenyewe sasa kama ndo imeoza, tutaifanya nini wale samaki? Kwa wewe usioze, Mungu amekupa nguvu. Lakini si ajabu mara nyingine tukaona mwanamke anampiga kweli kweli mwanamume. Ukitokea hizi kesi nadra, akikamatwa hivi anamkunja, anamnyanyua hivi kama Undertaker, na vitu vingine hivyo vingi vinatokea. Haya yote yanatokea nadra, lakini ilivyo umum, wanaume mna nguvu, na hizi nguvu mmepewa kwa ajili ya kuwahifadhi wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Hizi ni sababia, sababu ya kuwa nguvu kwako na kuwa unatoa mali yako, wewe ndio
bosi wa kufinance nyumba, chakula, nguo, maisha, unamwangalia yule mke wako. Sasa katika suala la talaka unatakiwa utizame jambo la kusimamia kwanza ulifanye. Mwanamke anapojua kwamba nasimamiwa kila kitu, ninachotaka mimi, ninachohitaji napata, ni fursa ndogo sana ya kusema mimi nataka talaka. Labda huyo ndo amekubuhu tena kuna mama, lakini ana asichokihitaji ila anakipata kwako katika kusimamiwa na finance kwa kadiri ya uwezo wako. Wabima anfaqu min amwali. Huyo ni mwanamke ambaye akitaka kuondoka hapo basi kishapigwa muhuri fulani. Hizi talaka kabla hazijatoka zikasababisha destruction katika jamii, kuna mambo mengi Mtume ametufunza. Tutarudi katika hii aya, lakini kuna hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asimchukie mmoja wenu mke wake kumchukia kwa moja kwa sababu ya tabia fulani zilizokuwepo ambazo hazipendi. Anasema hizo tabia, haiwezekani kwamba mtu ana tabia mbaya tupu maisha yake yote, na wala haiwezekani kwamba ana nzuri zote. Kama binadamu kuna nzuri na mbaya, kuna mazuri na mabaya. Wake zetu wote wako hivyo, na sio wake zetu, sisi wenyewe kwao tuko hivyo. Sisi waume kuna vitu vizuri anaviona, upande mzuri anaona, na kuna janib ambayo anaona mimi hasa hivi vitu mimi navichukia sana. Lakini je, wapo ambao kuna vya kuchukia, hakuna hata vizuri? Na hii hadithi watu wengi inatuhusu. Na kitu kizuri katika hii hadithi sio kwamba unaangalia tu mazuri yote ya mke, mabaya atakuwepo, au unatizama mabaya yote ya mke unasahau yale mazuri. Hutakiwi kufanya haya mawili, yote ni wrong. Kwa maana angalia mazuri tu mimi. Hauwezi kuangalia mazuri tu, na mabaya yapo, lazima uyaangalie pia na uyatafutie solution. Na wewe huwezi kusema mimi naangalia mabaya tu hanifai huyo. Haiwezekani, na mazuri yapo. Sasa unatakiwa uwe vipi? Unatakiwa uangalie mazuri, lakini mabaya uyafumbie macho kwa kujifanya kama huyaoni. Ndio maana miongoni mwa tabia zinazoweka live ndoa ni mambo mawili. Moja, ukarimu. Mume ambaye sio bakhili anapendeza sana kwa mke. Pili, ataghaful. Taghaful ni ile kufumbia macho baadhi ya ila na tabia mbaya walizokuwa nazo wake zetu, zile zifumbie macho. Yani kughafilika nazo ni kama kuziweka nyuma ya kichwa chako, lakini zipo, lakini umeghafilika nazo. Hii ni tabia nzuri sana kwa wanaume. Yani usijifanye smart, kwamba bwana mimi sidanganywi na wanawake. Mara nyingine unaona sasa wanakudanganya, umenipa 200,000 zimekwisha zote, 1,100,000 ameificha, na unaweza ukaiona pahali imefichwa. Sasa mwanamke wewe mwana haramu kweli, unaniwea hii pesa natafuta kwa shida, unanidanganya. Umeiona pale, akiwajifanya kama hujaiona. Umedanganywa, basi nishadanganyika. Kuna jamaa mmoja, mke wake alifungua account ya Facebook, alafu yule mke akabadilisha jina kwa jina lingine, akawa anamtumia message mume wake, anamtongoza. Mume akashtuka kwamba huyu, unajua tunawasoma wake zetu mpaka namna ya kuandika pia tunajua wengine.
Tunapaka akitembea unasikia huyu anayekuja ndo yeye, sauti na vitu vingi vinatokea. Basi akajua huu mtego. Mimi nakupenda, I love you. Nini badala ya kumwambia I love you too, akamwambia bwana, mimi siwezi kuwa na mahusiano, mimi na mke mwenyewe ndo yeye, anajua ndo yeye, mimi na mke. Kwani mimi sitaki mambo ya washarati, wala nataka niwe mke wa pili. Mimi siwezi kuwa mke wa pili kwa sababu mke wangu nampenda sana. Basi yule mke anafuraha, na huyu anajua kwamba hizi message zake. Sasa hiyo ndo maana hii taghaful. Sio bwana, huwezi kunicheat, mimi najua ni wewe. Hapana, wewe jifanye, wewe si ujifanye bwege. Tabu ni kuwa bwege ndio tabu, lakini kujifanya bwege sio tabu. Umefahamu? Sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Hivi ni vitu viwili. Mjinga, hii ni maradhi, ni matusi, ni tabu kubwa, ni mzigo. Lakini kujifanya mjinga, hii ni tabia nzuri sana, na hilo ndilo ninalolizungumzia mimi. Nioe mimi bwana, siwezi kukuoa, haiwezekani, mimi mke wangu nampenda sana, tena mimi siwezi kumkosa kabisa. Wakija nyumbani wanazungumza kama kawaida nini, anajifanya kama hakuna chochote, na yule mwanamke anakaa hivyo hivyo, kumbe anajua kinachoendelea. Huu ni mfano wa namna gani wewe unakuwa taghaful. Mara nyingine unaweza kwenda nyumbani ukaeka koti lako pale limejaa hela siku, na inatokea mara nyingi. Siku nyingine unaenda kumlipa mtu bunda la milioni 1, anakwambia laki hamna huko. Sasa hamna imeenda wapi? Na umehesabu wewe usiku zilikuwemo. Nyumbani unakaa wewe tuna mke wako. Sasa kama sijachomoa mimi itakuwa wewe. Unajua hivyo, lakini humwambii. Anambia bwana, wewe umechomoa. Na kwa taarifa yenu tunaibiwa mno na wake zetu, wanatuibia kweli kweli kwa majumbani. Wanaiba sana. Sio ile kwamba hawatosheki, kwa sababu mara nyingine kama huwapi matumizi, wana haki ya kuchukua, lakini bil maruf, kwa wema. Kuna wanaume aina hiyo ambao wengine sisi hatuingii huko, hatuna ubakhili wa aina, lakini wanatuibia hivyo hivyo. Ukishaibiwa wewe jifanye kama kila kitu kiko sawa. Sio narudi nyumbani kwa vitu vidogo vidogo. Hivyo mara nyingine vinafanya uhusiano na kwa zile talaka zinakuwa haziji haraka. Anasema walienda watu wawili kwenda kuposa siku moja. Mmoja mzee mtu mzima na mwingine kijana kama vijana. Kijana mtanashati, handsome boy. Sasa kwa bahati mbaya wakakutana wote katika safari moja bila ya kuahidiana. Baba mkwe akaona leo kuna kazi kubwa hapa. Wote wamekuja kuposa mke huyo mmoja tu. Sasa kwa sababu nyote mmekuja na mmefika, hebu basi kila mmoja atoe wasifu wake. Bi harusi atasikia, atajua nani anafaa kwenda kwake kuolewa naye. Sasa kijana pale akaanza kujitapa, yani kujilamu. Mimi ni msomi, mimi na pesa, mimi niko stable katika finance, ni mzuri, mimi kajitaja. Maana wewe utakwenda pale ukisema mimi sina kitu, umekuja tu kubahatisha la kando. Mimi hivi, mwisho ukisema mimi najua hesabati, yani hakuna mtu atanicheat katika mambo ya hesabu. Mathematician mkubwa mimi. Accounts zangu nini, hakuna pahala nateleza. Hakuna mtu atanihadaa. Yule mzee akaona hapa mimi huyu kijana simwezi. Hayo yote aliyozungumza mimi sina. Lakini utu uzima dawa. Na wewe mzee akasema mimi yote hayo mimi sina, lakini na jambo moja kubwa. Mimi kwanza sijui hesabu kabisa. Hesabu mimi sijui, hisabati mimi sijui, mtu atanivuruga anavyotaka katika hesabu. Na huwa nachukua dinari zangu na dirham zangu naziweka kwenye susu, nazipeleka uwani huko naziweka hapo.
kutoka asubuhi mpaka jioni, nikifika hamna dinari hata moja, wamechukua sijui ni akina nani, mimi naongeza nyingine, wanakuja tena kuchukua, hesabu sijui. Yule mke akasema mimi namtaka huyo mzee. Hapo msicheleweshe, huyu anayejitia anajua hesabu, mimi sina haja naye. Hawa ndo watakuja watakusema, nimekupa 200,000, nipe hesabu ya kila ulichokinunua. Na hizi tungule umenunua kiasi gani? Hii nyama, mbona hapa kama kuna 5,000 hapa? Utakimbiwa na wake wote. Na nasikia kuna watu wengine wanahesabu hasa nyama, nakata mwenyewe kule jikoni. Vipande 15 nimeviona. Ole wako nije nione mmekula 7 mmeacha. Anawapangia watu mpaka vipande vya kitoweo. Watakukimbia. Kwa talaka ikiangaliwa na watu ambao wameshibana, wakiangalia hizi tabia, inakuwa chachu ya mtu kuridhika na maisha yake. Ndio maana Mtume akasema la yafraku mu'minun mu'mina, asimchukie mtu moja kwa moja kwamba kuna tabia hajazipenda. Irradhiya minha khuluqan, atambue kwamba mtu yoyote ana janiban katika akhlaq, janib ya akhlaq nzuri na iko na janib ya akhlaq zisizokuwa nzuri ambazo yeye hazipendi. Kwa tizama zile unazozipenda, usizozipenda zifumbie macho, mtaelewana. Wewe ukipata habari yote mtu kakaa na mkeo miaka 40, usifikiri miaka yote hayo ni ya furaha. Ndani kulikuwa na mambo, wamevumiliana. Kuna vijitabia vingine havipendi bwana, lakini anavumilia. Ndio hivyo anavyovifumbia macho, ndio maana wamekaa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyan kabira. Anasema wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa sababu Mungu amewafadhilisha, amewapa nguvu, na ndio maana hizi nguvu unazoambiwa pia za kuweza kubeba matatizo. Wanawake hawana nguvu hizo. Ndio maana vile vifua vya nguvu, kuna vifua viwili, hiki cha kutoa na kuingiza pumzi na cha kubeba, ndio nguvu hiyo. Huyu hawezi. Ndio maana saa nyingine stress zikiwapata wanawake mpaka wanapiga makelele, kwa sababu kifua chake cha kubeba ni kidogo, unacho wewe cha kubeba. Hizo nguvu pia unazo za kuhimili mikiki ya pale nyumbani, unaweza wewe. Ndiyo maana talaka 3 umepewa wewe. Ungeuona moto wake, ungekuwa talaka wamepewa wao. Hebu niambieni, ingelikuwa talaka wanazo wanawake ingekuwaje? Kila siku tunachezea talaka, tena hazina mbele wala nyuma. Lakini sasa umepewa wewe kwa sababu anta hakimun daqiyun dhakiyun qawiyun. Wewe una hikma, wewe una nguvu, wewe ni mjanja, wewe ndio umepewa. Sasa tofauti nakuja pale wewe mjanja mwenye nguvu, sasa unapozitoa kama vile unagawa karanga bila ya kufikiria, bila ya kuangalia awaqib wa khima. Hapo ndipo unapokosa kwa sababu mwelekeo uliopewa wewe sasa unaharibu. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Aya hizi zinamsifu mwanamke mwema mcha Mungu aliyejihifadhi. Anasema sasa wallati takhafuna nushuzahun. Mwanamke anapotoka katika taa ya mumewe anaitwa nashiz. Nushuz ni kutoka mwanamke katika taa ya mumewe, yani akawa tena hasikii vitimbi. Sasa hawa, Mwenyezi Mungu asema hawa mnaogopea kwamba watatoka katika taa, sio washatoka. Takhafuna, yani kabla hawajaingia katika marhala hiyo, fa'idhuhun, usitoe talaka.
Kule Mtume kakwambia angalia tabia, angalia mazuri, yasiyokuwa mazuri yafumbie macho. Huku sasa Allah anakuambia usitoe talaka, kwanza fa'idhuhun, wapeni mawaidha, ongeeni nao. Ndugu zangu, moja katika sababu kubwa ya ndoa nyingi kufeli, hatuna dialogue, hatuna hiwar, hatuna mazungumzo kati ya mume na mke. Hatuongei. Inaweza ikatokea siku nyingine asubuhi umeamka, kuna kitu kimekuudhi usiku labda, au jana kwenye iftari, basi kimekaa tu hapa moyoni, mpaka mkeo anakuuliza, mume wangu unaumwa? Una nini? Mbona uko hivyo? Usemi kitu, yani ile kitu kipo wrong. Mwambie, wewe jana ulifanya 1 2 3, ulinikera sana, uliharibu pahala fulani, ulikuwa hivi pale pale. Umwambie lile kosa lako, mazungumzo hayo. Na kwa mwanamke vile vile, kuna watu wamespecialize katika kununa wiki nzima, hata salamu haitikii, tabasamu halionekani. Hapo tena pana mashaka. Kwa hiyo lazima kuwe na hiwar baina ya mume na mke, na sio mume na mke tu, hata watoto wenu. Watoto, akiamka mtoto usikubali amekaa tu, hazungumzi, hafanyi chochote. Muulize, kama anaumwa mchukue mkamtibu, kama ana njaa mpikie ugali, kama kuna tatizo lolote la nje. Lazima kuwe na mazungumzo kati ya wazazi na watoto, mume na mke, mke na mume pale nyumbani. Hiwar hii kikosekana, hii nyumba inakuwa jahimun la tutaq. Ikiwa mtaongea hivyo, fa'idhuhun, wapeni mawaidha. Mawaidha ndio hivyo, unaweza ukampa wewe, au kamuita shekhe, au kamuita mtu, au kamuita kiongozi, muite kaka, muite baba, muite, hebu mpe mawaidha, ana nini, ana tabia moja mbili. Lakini ikiwa wewe mwenyewe ni vizuri, sababu unajua tatizo liko wapi, fa'idhuhun, ongeeni nao. Sio vizuri, ni haram, mumeo ndio pepo yako. Wengine hawataki mawaidha. Hayo, ulikuwa lini shekhe kwa unasoma Qur'an? Ulisoma wapi? Basi muite shekhe, aje kwa misingi mizuri, mzungumze masala ya matatizo yenu. Wengine wanasema wewe bwana, lete mashekhe utakaoleta. Kuna mmoja katika kusuluhisha sema eti umemleta Uthman Maalim, ndio atafanya nini? Unafikiri Uthman Maalim mwenyewe hapa hatoki mtu? Yani wengine ni vizingiti vikubwa, wanakutukana wewe na shehe wako. Sasa kuna watu mawaidha hayawafai, yani kuna wanawake mawaidha hayawafai. Ndio hivyo nakwambia, umemleta wewe, atafanya nini hapa? Mimi nataka wale ambao ni wamewaleta, na hakuna mtu hapa atafua dafu anajisifu. Basi fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji, sema wahameni katika malazi. Ukiona kwamba kumuhama katika malazi kutawaka, hii ni fikra pia Allah ni jambo amekupa, muhame, yani mpe mgongo, yani usimpe unyumba. Sasa hii kama itawaka, it's okay, na mara nyingi inawaka, nafanya kazi. Kuna wengine watakwambia unajisumbua bure, utajisumbua hivyo hivyo, mimi mwenyewe sina haja na wewe. Sasa kishakwambia sina haja, kwanza yeye ndo wa kwanza hataki kukuona, unamhama kitanda ndo atapiga vigelegele, bora kabisa. Sasa kuna wengine haiwaki hii, hajuruhunna fil madaji wadribuhunna, wapigeni. Na kupiga hapa lazima tujue kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa akawa na wake, lakini hakumpiga mke hata mmoja. So wala yadriba khiyarukum, na kupiga huku sio kule tulikozungumza kuhusu habari ya boxing. Ni pigo lisilo umiza la wanawake mahsus maalum, ambao ni micharuko katika mambo mengi ambayo yanaleta fadhaa kwa mume, mpaka anaweza hata akanyanyua mkono mume kwa sababu ya yale yanayotokea pale nyumbani. Lakini sio kumpiga kipigo cha mbwa, au kipigo kama unapigana ni kulenga zile sehemu ambazo haziumizi, au
hazileti mani, dharbun ghaira mubarrah, lisiloumiza, la yaksiru adman wala yakhdishu lahman, alivunji mfupa wala haliscratch ngozi. Yani ni pigo kama sio pigo, alimradi tu mwanamke mwenye karama, mwanamke mwenye utu anavyoona kuona kufikia kwamba mume wangu leo hasira alizokuwa nazo mpaka kanikamata, naweza nikapigwa. Mirza, hiyo ndo mikwala ambayo tulikuwa tunazungumzia jana. Vitu kama hivi vya kumtishia naweza ikachange the whole life, kwamba kumbe kupigwa naweza nikapigwa kwa sababu ya tabia za na hiyo. Sio wanawake wote, unajua hizi dawa zote hizi sio kwamba hata ukienda hospitali wewe dawa, tabibu atakupa dawa kutokana na maradhi yako, sio dawa zake wewe katumieni nyote, si zote dawa. Atakutia maradhi daktari huyo. Kwa ndani ya Qur'an pia hili pigo hili sio la wanawake tu. Hawa wamekubuhu, wamefurutu ada, wamepita mipaka. Mtu umepita katika stage na stage nyingine, lakini bado mtu anakuambia hapa habadiliki mtu. Utaitoa tu talaka, utaitoa. Na akishaipata sasa talaka, siku hizi kuna celebration mpaka za divorce. Si zamani watu wakialikana wanasherehekea harusi. Nimewahi kuona katika social media keki ya talaka. Alikuwa naisubiri kiasi gani maana yake talaka. Mpaka anawaita watu, kuna nini, kuna sherehe. Ya nini? Ashoga yetu kaachwa. Na mkeo unamruhusu wanaenda kusherehekea talaka. Basi wapo special wanawake aina hii. Alafu anasema fadribuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum. Anasema wakisha kutiini wakarudi katika mstari, fala tabghu alayhinna sabila, msiwatafutie tena njia nyinginezo, maisha yaende kama kawaida. Inna Allaha kana aliyan kabira. Kisha katika aya nyingine Allah anakuambia bado hata hizi hatua unazichukua bado haujaruhusiwa kutoa talaka. Mikakati mingine, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Zimeshindikana hizo nyinginezo, anasema mchukue hakimu, muamuzi, msuluhishaji kutoka nyumbani kwa mke na msuluhishaji kutoka nyumbani kwa mume. Yani familia wanakutana, kikao ni wanandoa nyinyi ambao talaka inakaribia kutolewa pale. Watu wanakaa, wazee wa busara wanakaa, wanasikiliza kesi upande huu na kesi upande huu, anaambiwa huyu umekosea au wewe hivi, mnasuluhisha. Allah anasema in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ikiwa hao mahakimu wawili lengo lao hasa ni kusuluhisha, Allah atatia tawfik na sulhi itapita. Na ndoa nyingi tunaziokoa katika mambo ya kusuluhishana kwa sababu ya nia thabiti ya kusuluhisha. Watu wanakuja wanasuluhishana, ndoa zinarudi pahala pake. Hakuweza pia mahakimu hao, mambo yako pale pale. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'atihi. Mwenyezi Mungu anasema wakifarikiana, ulama tafsiri wanasema angalia namna kilima cha talaka kilivyokuwa kinatisha. Hata hapa Allah hakukitumia tena. Hapa maana yake wa in yatatallaqa, lakini hakutumia neno wa in yatatallaqa, sema wa in yatafarraqa, wakishatengana. Yughni Allahu kullan min sa'ati, kila mmoja Mwenyezi Mungu atamtosheleza na mambo yake. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua sasa, lakini baada ya tiba zote na dawa zote wewe kuzitumia pale, sio hujatumia dawa hata moja, unasema talaka. Haujawahi kumwambia, haujawahi kumpa mawaidha, haujawahi kumhama kitanda, haujawahi kumtishia kumpiga, haujawahi kuleta mahakimu, haujawahi kufanya chochote. Mimi siangaishi bwana na wanawake, talaka. Tena utoe mbili. Na wengine wakati wengine mwanamke pia hataki isipokuwa zote. Sasa na hiyo talaka ikifika wakati wa kuitoa, usitoe talaka zote. Na wahusia vijana wote ambao wameoa na wale watakaooa, likija solution kwamba sasa imefika wakati wa kutoa talaka, usikubali kutoa talaka zote 3.
hata akushikie kisu, simwache talaka 3. Jitahidi kwa kadri ya uwezo wako, kimbia usije ukachomwa kisu, lakini talaka 3 usitoe. Kama ni kutoa, toa talaka 1 tu. Utanishukuru ukichukua advice. Mimi nilishawahi kwenda hii ni mifano, wenyewe wanawezekana wakawa wanasikia wakajua niyo, lakini kwa sababu siwataji majina, ni mawaidha. Nilishawahi kuamshwa nyumbani kwangu usiku, kaja mwanandoa mmoja anambia, niokolee ndoa yangu imevunjika. Imekwaje? Mume wangu alikuwa mwanamke, mume wangu kaniacha, nishapewa talaka, lakini namtaka tena. Siku hiyo hiyo halijachomoza jua, usiku ameachwa, mume ameondoka. Saa 6 sijui ile saa 7 usiku ananigongea, anamtaka mumewe, sababu kaondoka, kaona kweli ndio yale alikuwa anamtisha, atake kuona kama anapendwa. Jamaa katoa kweli talaka. Tena ananiambia twende wapi? Kwake kwengine ana wake zaidi ya mmoja. Sasa yeye ndo kaomba talaka, sasa yeye anataka kwenda kuomba. Ikabidi mimi nitoke usiku, tukatoka tukaenda tukamfuata. Bwana, nimekuja kuomba radhi kwa kutanisha, na alhamdulillah hao ndio wanawake. Anaomba mwenyewe talaka, alafu anaanza kulia, anaanza kupapatika, anaharibikiwa, alafu anatafuta solution. Na yule bwana alikuwa muungwana, akamregea mkewe, wakaendelea. Sasa sijui uko mbele ya safari mambo yalienda vipi, lakini inatokea hivyo. Sasa usije wale wako kaambia wewe tena, wanakuambia sasa kama ni mwanamume kweli hasa, alafu amekamata kiuno hivi, ziandike zote 3 ni kuone, alafu anakujejea ile frustrate yani. Wewe si unajiona mwanamume, aliandike sasa hii hapa karatasi. Na wewe sasa ili kuthibitisha ni mwanamume unaandika kweli. Nimekuambia jifanye bwege, utafaulu. Jifanye mjinga, utafaulu. Utasave ndoa yako, na kusave ndoa yako una save maisha ya watoto wako na hali zao. Basi kama ni kuacha, at least we andika talaka 1. Hii akina mama wazee zamani walikuwa wanaita talaka dawa. Ukisikia talaka dawa, haya ni maradhi haya, hii inaitoa kama dawa. Na kweli inakuwa dawa. Anakwenda kwao mtu, wiki 2 hazifiki, si ni hedhi 3 talaka ile kuisha eda, hata hedhi 1 haifiki. Utaona mama, mimi narudi kwa mume wangu. Sasa akirudi, usije kwamba si ulitaka wewe talaka, unafuata nini sasa? Hapana, na wewe utakuwa kama yeye. Sasa wewe ni nani? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Anta qawi, wewe una nguvu, wewe una akili, wewe ni hakimu, una hikma. Hivi vitu vyote umepewa, ndio maana talaka hakupewa yeye, ndio maana umepewa wewe, utasarraf kwa hekima. Hii ni solution ya at-talaq. Nenda kidogo kidogo kwa maandishi na Qur'ani namna ilivyotufundisha. Kwa bahati mbaya nilitaka leo tulimalizia hili la 5, lakini sijaligusa na wakati umeenda, na insha Allah taala kesho tutaanzia khiltatul fasida wa rifaqus su. Na 5 na la 6 pengine la 7 tutalizungumza katika darasa yetu ya leo. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adhabika nastajir. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ayn. Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا